Leo nataka tujifundishe neno. Labda ni neno ambayo ni ya kawaida, lakini ninajua Mungu atatunenea. Bwana asifiwe. Na Mungu atapitia neno hilo kutubariki. Abariki mioyo zetu, abariki maisha yetu. Amen. Wengine hawasikii vizuri, wengine wako na changamoto, lakini kwa jina la Yesu Kristo na wafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Kila mtu aseme wafunguliwe kwa jina la Yesu. Unajua ni vyema tuombeane na tukumbukane katika jina la Yesu. So wote wanaopitia changamoto, labda ya magonjwa, hali ya pesa, sasa unajua shule inafunguliwa kesho, si ndio? Hiyo inaweza kuwa ni changamoto, lakini wacha Mungu akuwe mwema kwao na akuwe mwema kwetu katika jina la Yesu Kristo. Leo ningependa tujifundishe neno about fear of God, ama kumcha Mungu au kumhofu Mungu kama Mkristo. Haleluya. Kumhofu Mungu ama kumcha Mungu katika maisha yetu ya kila siku ni jambo la maana sana. Sema amen. Na hata kama tunasema tumeokoka, saa zingine mtu anasema nimeokoka, lakini hana hofu ndani yake ya kumcha Mungu. Hana hiyo hofu ya kumhofu Mungu. Hamchi Mungu, haokopi Mungu kwa maneno mengine. Bwana asifiwe. Posa utasapata Mkristo. Jana tulikuwa tumeenda out na wamama wa hii kanisa. Bwana wabariki sana wamama wa hii church. Sisi ni wamama wa nguvu. Amen. Wale mulikosa, next time usikose. Jana tulienda out na tulipokuwa njiani tukaongea juu ya jambo moja ambayo inaitwa uongo. Bwana asifiwe. Na tukapata ya kwamba hata Mkristo, Wakristo wanaweza sema uongo. Na usiseme tuliongea hivyo kwa nini? Tulikuwa tunangoja dada wetu mmoja na baadaye hatusemi ulitudanganya dada yetu, lakini kwa hiyo hali tukajiambia unajua simu, dada mmoja akasema unajua simu haiaminiki. Tukaongea mpaka nikaambia wacha tu tuamini. Bwana asifiwe. Sisi kama Wakristo lazima tuaminike liwe liwalo. Kama uko hapa Saburi, sema tu niko Saburi. Usiseme nimefika Kefe na uchafika, sema niko Saburi. Haleluya. Na mambo yako yatakuwa mazuri, yatakuwa rahisi. Tusichukuliwe kama wale watu tena ambao hawaamini, bali tukue watu tofauti ambao Kristo ako ndani yao. Amen. Inatakikana ya kwamba sisi wenyewe tabia zetu sipungue, siende chini, sikienda chini, sikienda chini, sikiisha. Haleluya. Si unajua tabia yako? Ile uongo ulikuwa nayo, najua haiendi haraka. Teremusha, isonge chini, iende tena hiyo wiki nyingine. Kama ulikuwa unasemanga mara 10, anza kupunguza, sema mara 5. Punguza tena mara 2 mpaka iishe, mpaka usemi tena. Sema amen. Haleluya. Si watu wanasema uongo? Yes. Kama uko na sema kiburi, unaona wengine unawaweka class. Kwa nyumba ya Mungu hakuna class. Ambia mwenzako hakuna class. We are all the same. Reason is Kristo Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi wote, na hiyo damu ikatuleta sisi wote tukuje kwa class moja. Sema amen. So ukiniona usiseme mama ako kwa class nyingine. Sina class. I belong to your class. Sema amen. Before I became who I am today, I started somewhere. And I should not raise myself, but let Christ in me be seen. Sema amen. So usikose kunisalamia ukisema naogopa kusalamia mama ako kwa class. Sina class. Class yangu tu labda ni mimi ni mke wa mchungaji. Si ndio?
Lakini kabisa mimi ni msichana wa mama fulani, wa wazazi fulani. Mimi ni dada wa ndugu fulani. Sunano tuko sawa. Ni damu ya Yesu imetuleta pamoja, ikatusawasisha. So if you have that problem, unakuwa na class. Ingawaje sijaona kwa hii kanisa. But mostly, in most churches, kuna class. Kuna watu wa class fulani. Kuna watu wa class ambao ni watu wa magari, wacha niseme. Na kuna class ya watu ambao hata hawana manyumba mzuri. Na kuna class ya watu ambao ni tenants. Na kuna class ya watu labda wanafaa nguo ambaye sijui nitasema namna gani. Kuna class, in short. Sema amen. Watu wanaweka watu kwa class. Lakini wacha nikwambie, ukiwa umeokoka vizuri, sisi wote tuko kwa class moja ambaye watu ambao walinunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Sema amen. Mimi ni wa hiyo class. Nani mwingine ni wa class yangu? Hallelujah. Tumpigie Bwana shangwe. So usikose kunisalamia. I don't belong to a certain class, but I am a child of God. I am a child of God. I was bought with a price. Na ninaidhamini sana. Amen. Nilikuwa naongea juu ya kumhofu Mungu katika maisha. Na tutasoma kwenye kitabu cha Mhubiri. Mlango wake ni wa 5, kuanzia hapo 1. Kwa maneno madogo inasema, simama katika kicho cha Mungu. Biblia ikasema, linda hatua zako uendabo katika nyumba ya Mungu. Karibia usikilize kuliko kutoa dhabihu ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wanafanya kosa. Usiwe mwepesi kuzungumza, usiwe na haraka katika moyo wako kuzungumza lolote mbele za Mungu. Mungu yuko mbinguni nawe uko duniani. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. And verses 4. Wakati unapomwekea Mungu nadhiri, usikawie kuitimiza. Yeye hafurahi wapumbavu. Timiza nadhiri yako. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka na usitimize. Usiruhusu kinywa chako kukuingiza dhambini. Tena usijitetee mbele ya huyo mjumbe wa hekaluni ukisema, niliweka nadhiri kwa makosa. Kwa nini Mungu akasirike kwa ajili ya yale unayosema na kuiharibu kazi ya mikono yako? Amen. May God bless his word. Bwana asifiwe sana. Kitabu hiki cha Mhubiri tumeisoma na ikasema, linda hatua zako uendabo katika nyumba ya Mungu. Hallelujah. Linda hatua zako unapoenda katika nyumba ya Mungu. Hachasema linda hatua zako unapoenda sokoni. Bwana asifiwe sana. Biblia imetuambia ni lazima tuilinde hatua zetu tunapokuja katika nyumba ya Bwana. Hachasema kwingine. Hachasema sokoni. Hachasema kwa manyumba zetu. Kumaanisha kuna utofauti ya vile tunaingia kwa manyumba zetu, vile tunaingia hata kwa ofisi zetu, vile tunaingia hata sokoni, anywhere popote tunapoenda. Biblia hana shughuli na pale. Lakini hapa Biblia imetuambia lazima tulinde hatua zetu tunapoingia katika nyumba ya Bwana. Amen. Unakuchache kwa nyumba ya Bwana? Unaongeache unapokuwa katika nyumba ya Bwana? Unakaa vipi? Tabia yako ni gani? Maongezi yako ni gani? Hallelujah. Unajua lazima ushuhuda wetu ama maneno yetu ambayo tunatamka kama Wakristo iambatane na matendo yetu. Amen. Tuliambiwa lazima tuseme maneno ya upendo. Elima alisema vizuri kwamba usiniambie unanipenda. Na there is nothing to show. Inahitajika matendo ndio yaaminike. Amen. Hata Mungu anahitaji matendo yetu. Anaona sana vile tunavyoingia kwake. Sema amen. Biblia hapa imetuambia tulinde hatua zetu tunapokuja katika nyumba ya Bwana.
tunakuchache. Amen. Unajua tukienda kwa ofisi tuko na haraka sana. Kwa sababu boss anaweza kasirika atufute kazi ama apunguze mshahara. Lakini tunapokuja kwa nyumba ya Mungu, sijui tunakuja aje. Bwana asifiwe sana. Sijui unahisi vipi sasa ile unakuja kwa nyumba ya Mungu. Unajua Mungu, God cannot act like human beings. Yeye ni mwingi wa rehema. Bwana asifiwe. Anapeleka mambo pole pole. Sio eti ajui la kufanya. Angalau at least ubadilishe mawazo, ubadilishe tabia, ubadilishe maongezi, ubadilishe vile unakucha kwake. Haleluya. Lazima tulinde hatua zetu tunapoingia katika nyumba ya Bwana. Kama wewe Mungu alikusaidia ama alikubariki uliajiriwa, kama unafikanga saa 2 kwa kasi, mbona usifike kwa Mungu saa 2? Bwana asifiwe. Mbona usifike kwa nyumba ya Mungu kwa masaa ambayo yanastahili? Imagine unakuja mpaka unapiga simu, unakuja mpaka unaanza kuchat, labda ulibarikiwa unaweka bundle saa yote iko on. Uko kiwango kingine sio kama watu wengine, so inabidi kwanza uchat 2 3. Naona unakuchache kwa nyumba ya Mungu. Wale ambao mnafanya biashara, kama mnaamukia sokoni, unaenda mapema sana. Mimi nimewahi fanya biashara. Na ukifanya biashara kuna kuchat njiani. Simu kwanza kama hii unaacha nyumbani, unatembea na ile kidogo. Hakuna kuchat, hakuna maneno mingi, ni biashara. Bwana asifiwe. No time to be wasted. Sawa ukienda ofisini, unaenda haraka. Unajua mambo ikiharibika hapa, pesa zinapunguzwa, hakuna promotion, mambo inaweza haribika. Lakini kwa Mungu tunakuchache. Sema amen. Hata kwa Mungu tukiwa kanisani, how do we behave? Unachat. Nimesema uko kiwango kingine, tuko kwa class saa zingine. Unachat, uko na bundles, unasukuma tu simu hivi, unasukuma. Hiyo ndio baadhi ya mambo ambayo Mungu anachukiswa nacho. Sema Mungu nisaidie. It really matters how we are coming to the house of God. Ina matter sana, inachalisha sana. Vile tunakaa, vile tunaongea, vile tunachukulia mambo, vile tunafaa. Bwana asifiwe. Na sikwambii hapa kwa Shem Church tunafaa uniform, tunafaa nguo refu sana. Sisi hatuchukui kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu Biblia inasema ni kukufundisha. So kama nitachukua hiyo nafasi kukuambia maneno mengi, nitakuwa ninakosea. Lakini wacha Roho Mtakatifu wa Mungu, ukipenda kumkaribisha kwako, atakuwa mwalimu wako. Sema amen. Na kisha kuwa mwalimu wako atakwambia nguo unafaa sio nzuri. Amen. Hata kama ni nywele ya kushuka, huwezi shuka yellow na ukuje church. Sijui itakuwa namna gani. Bwana asifiwe. Kila mahali iko na kala zake. Kila mahali siko na nguo zake. Amen. Kuna nguo ya shule, si ndio? Si kila mtu anajua kuna uniform ya shule. College kuna vile wanafaa siku hizi. Walikuwa wanafaanga vibaya, lakini kuna college wameamua hatutaki hii tabia, tunataka nguo decent. Bwana asifiwe. Hata mahali pa kazi kuna vile watu wanafaa. Na mbona kwa nyumba ya Mungu tunakuja tu. Bwana asifiwe. Kuna jambo sikuwa najua, lakini nilikuja kugundua. Ni vyema kujifundisha sana. Bwana asifiwe. Nikasikia mhubiri mmoja mama akawa anasema, unapoenda mbele za Mungu, Bwana asifiwe, huwezi tuenda mbele za Mungu anyhow. Akasema hata kama ni usiku huwezi enda mbele za Mungu na night dress. Lazima ujifunike vizuri na ukae vizuri ukienda mbele za Bwana. Sema amen. Kampuni nyingi
wanafanya advertisement na wametoa nguo zao. Safaricom wako na t-shirt imeandikwa Safaricom, wako na hata shuka, wako na vitu mingi sana. Sawa na hizi kampuni za mafuta wametoa t-shirts. Akasema unaendaje mbele za Mungu na t-shirt imeandikwa Seng'enge ni ng'ombe, ati imeandikwa Fallon, imeandikwa Miadi, imeandikwa sijui nini. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba alienda kwa president na akasema tulikaguliwa mpaka vile tulikuwa tumevaa tuliangaliliwa vizuri. Bwana asifiwe. Akasema je, Mungu si ni mkuu sana kuliko president? Na nikakubaliana na yeye. Sema amen. Najua saa hii unaweza sema mtu akibarikiwa anafaa vizuri. Mimi sijabarikiwa sana. Maneno yako ndio itakufungulia njia ama ikufungie njia. Bwana asifiwe. Ile t-shirts tunapewa ile imeandikwa Seng'enge ni ng'ombe, Miadi, Fallon, hizo sote Safaricom. Kama unafaa ukienda kwa shamba. Sema amen. Na kama una shamba, saa ile unafua, faa. Sema amen. Nilikuwa nazo mingi sana kwangu, lakini tangu hiyo siku vile nilisikia hiyo mahubiri, hata sisikii kufanya nyumbani. Bado natafuta mtu wa kumpea. Bwana asifiwe. We have to respect God by all means. Sema amen. So kila mtu sasa ile unakuja jiulize ninaendaje? Nimekaa vizuri kwa Mungu? Amen. Saa hizi tukisemekana tumepata kibali kama Shem Church Nakuru, tumekaribishwa na mpendwa rais wetu. Saa hizi tupande gari, tuende wapi? State House. Nani ataenda vile ako? Sunyoshe mkono. Nani ataenda vile ako? Saa hizi tu, nani atapanda gari? Na msiongee uongo. Can you be real? Napenda watu wachanyosha mkono. Because you are pretending, you people. Tutaomba ruhusa twende tuvae vizuri. Si ndio? Na hata tubadilishe viatu. Na hata tupewe muda tuchiweke mapodoa vizuri. Sema amen. Kama tunaenda hivyo kwa president, kwa Mungu tunastahili tuende aje? Hallelujah. Utakaa ukiwasa. Karibia usikilize kuliko kutoa dhabihu ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wanafanya kosa. Hallelujah. Dhabihu kwa Mungu, sio sadaka zote zinakubalika mbele za Bwana. Sio kila sadaka ambayo tunazitoa zinakubalika mbele za Mungu. Na ndipo Masi akatuambia kwamba ile kitu tunatoa tukionyesha upendo kwa dada ama ndugu, lazima tuiombe. Sema amen. Mimi nikachua ya kwamba ni lazima kwanza uombe, uambie Mungu nitoe nini. Ukishaambiwa utoe kitu fulani, tena kwa nani ndio ikubalike. Yani unatafuta direction kutoka kwa Mungu. Sema amen. Na ukishapata direction kutoka kwa Mungu, ni kwamba hiyo sadaka itakubalika. Hallelujah. Kumbuka Cain and Abel walitoa sadaka na ya mwingine haikukubalika, mwingine yake ikakubalika. Even now, hata sasa kuna sadaka hasikubaliki. So usishinde ukisema ninatoanga pesa kwa hiyo kanisa, ninatoa. Nani alikuambia ilikubalika? Nani alikuambia Mungu alifurahia? Bwana asifiwe sana. Our services, sometimes we believe we are serving God, we are doing this, we are doing favor to God. No, hakuna favor. Hata hakuna kitu tunamfanyia Mungu. As we belong to God, and everything that we have belongs to God. Bwana asifiwe. Kaa ukielewa hivyo. Bwana asifiwe. So angalia sana, unapotoa sadaka zako, ambia Bwana ninaomba ikubalike. Amen. Unapotoka kwako nyumbani na chochote ambacho unaleta kwa Mungu, ambia Mungu hii sadaka ninaipeleka, naomba ikubalike. Hata dhabihu ya shukrani kwenye kinywa changu, Mungu ninaomba ikubalike. Sio maombi yote tena inakubalika. Sijui tuko pamoja ama ninawakwaza. Mnafurahia?
Kasema usiwe mwepesi kuzungumza, usiwe na haraka katika moyo wako kuzungumza lolote mbele za Mungu. Mungu yuko mbinguni na wewe uko duniani. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Haleluya. Maneno yetu yakuwe nini? Machache. Bwana asifiwe sana. Kuna watu mkiwa na yeye wao lazima upunguze maneno yako to zero. Sababu ni kwamba wao ni watu wa kukimbiza maneno. Watu ni watu wa kuongea tu bila kufikiria. Haleluya. 4. Wakati unapomwekea Mungu nadhiri, usigawie kuitimiza. Yeye hafurahi wapumbavu. Timiza nadhiri yako. Hiyo ni pledge. Bwana asifiwe. Ni mara ngapi umetoa nadhiri, umetoa pledge na ukakosa kuitimiza? Umesikia Biblia vizuri imesema nini? Usikawie kuitimiza. Unapokawia kutimiza ahadi zako ama nadhiri zako, wacha tu nikwambie, inafunganga njia, inafunganga milango. Bwana asifiwe. Unapo pledge, unapoweka nadhiri, unapoweka ahadi kwamba nitakuwa nikifanya hivi, mwisho wa mwezi nitakuwa nikitoa 100 kila siku. Utoe mwezi huu, next month utoe mara kadhaa na uanze kusimama. Mungu anasema nini? Bwana asifiwe. Usikose. Kama unaona umeshindwa, lazima uongee na mchungaji. Bwana asifiwe sana. Lakini usikomeshe wewe peke yako, sitaweza funga njia zako na ikuharibie mambo. Sema amen. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuweka na usitimize. 6. Usiruhusu kinywa chako kukuingiza dhambini. Tena usijitetee mbele ya huyo mjumbe wa hekaluni ukisema niliweka nadhiri kwa makosa. Haleluya. Usiruhusu kinywa chako kukuingiza dhambini. Watu wengi wa Kristo wengi wameingizwa kwenye shida na vinywa vyao. Umeongea maneno mangapi ambayo imekuingiza kwa shida? Umenena na nani? Hata labda ukunena hivyo, lakini kwa sababu binadamu ni binadamu, akaongeza chumvi, akaongeza sukari, baadaye hilo neno moja ulisema ikakuingiza kwa shida. Sema Mungu nisaidie. Usijitetee mbele ya huyo mjumbe wa hekaluni ukisema niliweka nadhiri kwa makosa. So we must be so careful. Wakati tunaweka pledge, tukue careful sana. Upime hali, uone ya kwamba is it possible, inawezekana ama haitawezekana. Amen. Na Mungu atakusaidia. Maana kila wakati tunaomba ya kwamba Mungu usinitie kwenye majaribu. Kwa nini Mungu akasirike kwa ajili ya yale unayosema na kuiharibu kazi ya mikono yako? Bwana asifiwe. Unaona? Kwa nadhiri tunaharibu kazi zetu. Kwa nadhiri tunaharibu biashara zetu. Tunaharibu ile baraka Mungu alikuwa ametuwekea. Tunafunga njia zetu, tunafunga milango zetu. Tunafunga mambo zetu mazuri kwa sababu ya nadhiri. So kama kuna nadhiri uliweka na ulikosa kuitimiza, naomba Mungu leo akusaidie na akufungue katika jina la Yesu Kristo. Ninaendelea kuongea juu ya kumhofu Mungu. Sichaenda nje, bali ninaongea juu ya kumhofu Mungu. Sema amen. Tusome Zaburi 89. Zaburi 89 mstari wa 7. Katika kusanyiko la watakatifu wa Mungu, katika kusanyiko la watakatifu, Mungu huokopwa sana. Anahofiwa kuliko wote wanaosunguka. Bwana asifiwe. Hili ni kusanyiko la watakatifu. Sisi ni kusanyiko la watakatifu. Na tunastahili tumhofu Mungu sana kuliko kila kitu. Tumche Mungu, tuokope Mungu. Tusisikie kumkosea Mungu hata kidogo. Hofu ya Mungu ichae ndani yetu. Ndani ya mioyo zetu kuwe na hofu sana. Mpaka mtu akiongea ambao unaambia Mungu nisaidie. Nimesikia maneno mabaya. Bwana asifiwe sana.
Kumhofu Mungu ni kwamba ukisikia watu wanaongea kwa njia ambayo sio hiyo, unaambia Mungu nisaidie, niepushe na maovu. Haleluya. Kila wakati unapoomba, hata kama ni asubuhi, waambie Mungu usinitie kwenye majaribu. Acha kunyamaza tu, hata uombi. Naambia Mungu tu asante kwa hii siku, na unaamuka kama ng'ombe unaenda. Saa zingine jifundishe, yani compose yourself, jiweke vizuri, ambia Mungu nisaidie. Hii ni siku Bwana umeniandalia. Hata kama unakaa kuchelewa, ongea ukijitayarisha. Ambia Mungu ninajitayarisha sasa, ninaenda kazini. Naomba uniongoze. Uwepo wako uwe pamoja nami. Kibali chako uwe juu yangu. Na Mungu, kila mtu ambaye nitapatana na yeye anikubali. Bwana asifiwe. Na tena usinitie kwenye majaribu. Kama kuna wakala wa yule ibilisi njiani, waondoe nipite kwa jina la Yesu Kristo. Niongoze penye ninaenda. Sema amen. Na Mungu hakika atakuongoza, hata kutia kwenye majaribu, atakuepusha na watu wabaya, atakuepusha na wamama na wazee na hata na vijana wabaya. Bwana asifiwe sana. Kuna wakala wa ibilisi, kuna wakala wa Mungu. Hakuna kingdom yenye haina wakala. Every kingdom has agents. Every kingdom is well represented. Sema amen. So ukikaa uchaomba vizuri, unafikiria shetani anaona ulikuwa umechelewa? Si atakushika, atakutia kwenye majaribu, utaanza kuongea uongo. Hapa tunahitaji Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Biblia inaendelea kusema nini? Anahofiwa kuliko wote wanaomzunguka. Bwana anahofiwa, ni wa kuhofiwa, ni wa kuokopa. Ukikuja kwa nyumba ya Mungu, lazima ufeel the difference na kwako. Kwako unaongea vile unataka. Lakini kwa Mungu haustahili kuongea tu. Kwa nyumba ya Mungu unastahili kukaa vizuri. Kwa nyumba ya Mungu unastahili kuonyeshana upendo. Chai tunakunywanga wote. It's a communion. Lakini lazima tuonyeshane upendo tunapokunywa hiyo chai. Tusikwasane juu ya chai. Mpaka mtu mwingine atasema, si hata kwangu nitakunywa chai, hata yangu ni tamu sana. Hata yangu inajaa maziwa, wacha hiyo. Huyo anachofanya na hiyo chai. Tupendane kwa hiyo chai. Tunapokunywa, tushiriki wote kwa upendo. Sema amen. Tupendane. Usilete tabia ya huko, ulete hapa. Chunga sana unachoongea. Chunga chenye unasema. Acha kuambia mtu acha nisiongee. Bwana asifiwe. Chunga sana. Chenye tumepata tugawe wote kwa uzuri, kwa upendo. Kumbuka Yesu alilisha watu wengi sana, 5,000, si ndio? Na kwa hiyo hesabu na shangaa walisema wamama hao kuhesabiwa na watoto. Kama wazee peke yao walikuwa 5,000, wamama walikuwa ngapi? Tulikuwa wangapi wamama? Wamama ongea na mimi. Mase tulikuwa wangapi ukiona? Kiasi gani? Nafikiria tulikuwa karibu 20. Bwana asifiwe. Na Mungu aliwalisha wote. Na wote walikula na wakashiba na wakapakisha. Sema amen. So tusiongee vibaya. Mungu anaweza fanya muujiza, hiyo chai yetu ibarikiwe zaidi. Amen. Tukikunywa kwa upendo, kwa kupendana, tukigawa hiyo mikate kwa upendo. Hallelujah. And it shall be well with us in Jesus' name. Can we read the book of Proverbs? Methali 15 mstari wa 8. Bwana huchukia sana dhabihu za waovu, bali maombi ya wanyoofu mfurahisha Mungu. Hallelujah. Bwana huchukia sana dhabihu za waovu. Hata kama tuko kanisani, kuna vile Mungu anatuona. Ukiwa kwako ama ukiwa nyumbani, nataka ujiulize swali. Mungu ananiona aje? Kuna mwimbaji mmoja aliimba wimbo, aliimba kwa kikale akasema, "Igirto nano Jehova yamiendaye." Yani Mungu unanionaje nikiwa mbele zako? At first nilikuwa nasikia hiyo wimbo nikasema, hii ni wimbo gani? Huyu ameimbaje? Bwana asifiwe. Lakini nilipoendelea kusoma maandiko na kuielewa,
Nikajua okay, kweli tunastahili kuuliza Mungu, Mungu kweli unanionaje nikiwa mbele zako? Ninastahili ama sistahili? Sadaka zangu sinastahili ama sistahili? Mungu nisaidie nijue, nielewe. Ninakaa aje kwako? Mungu unanionaje? Unanipenda? Ama ninang'ang'ana tu hapa bure kuomba maombi ambayo haendi mahali? Ama ninatoa sadaka ambayo hata haionekani, hahesabiwi na Mungu? Bwana asifiwe. Lazima tukae kama Wakristo tukijiuliza maswali kwamba Mungu ninapokaa hivi, Mungu unanionaje? Mungu unanionaje? Si tutaondoka hapa na kuna time utakuwa peke yako, si ndio? Wakati huo ni lazima waambie Mungu unanionaje? Ninafanya vizuri kwako ama ninafanya mbaya? Na kwa sababu umesema Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu, naomba Roho Mtakatifu wa Mungu nifundishe, nielekeze, nisaidie niweze kuelewa kwamba ninafanya mazuri ama ninafanya mabaya. Sadaka zangu zinakubalika ama hasikubaliki? Ninahesabiwa kuwa watu mmoja ya wale wapumbavu ama mmoja ya wale ambao wako na hekima? Mungu unanionaje? Bwana asifiwe. We must live to fear God, and we shall live to fear God. Mungu atatupenda hakika. Maana kuhofu Mungu ni kuacha dhambi. Kumhofu Mungu ni kukubali hekima zetu na maarifa zetu siende chini, akili zetu sipungue, na maneno yetu sipungue, na Mungu ndani yetu aongezeke, na hekima zake siongezeke, maarifa zake siongezeke. Haleluya. Unajua sababu gani saa zingine tunakosa kumsikiza Mungu? Tunakosa kusikia sauti ya Mungu. Haleluya. Na tunakosa kumwona Mungu. Shida sio Mungu ati achachionyesha kwetu, no. Mungu haenendi ama afiki penye kuna uovu, anakaa mbali. Maana yeye ni mtakatifu. Biblia inasema maana baba yetu ni mtakatifu, lazima na sisi tukue watakatifu. Na kama hauishi kwa utakatifu, utajua baba yako ni nani. Tuko na baba wawili, Mungu aliye juu mbinguni na shetani na kwa upande wake. Who do you belong? Wewe ni wa nani? Okay, wewe ni wa nani? Bwana asifiwe. Lazima kila mtu ujiulize, ninapokaa hivi mimi ni wa nani? Ninapoongea hivi mimi ni wa nani? Ninapokuwa na tabia kama hii mimi ni wa nani? Who am I representing? Which kingdom do I represent? Hata kama ninaenda kanisani, mimi ni mmoja wa Hashem, lakini Mungu ananipenda? Mungu ananionaje? Bwana asifiwe. Ikasema bali maombi ya wanyofu umfurahisha Mungu, ni kama manukato. Haleluya. Mwenye haki akiomba si lazima aombe maombi marefu. Kumbuka Daniel, Biblia inatuambia alifunga for 21 days. Na alipoanza kufunga, alipoanza kujitayarisha kuomba, Biblia inasema maombi yake ikajibiwa. Ni ile tu pepo ilishikilia majibu yake. Lakini tena Mungu aligharamika mwenyewe kwa kutuma malaika apigane vita ndio alete majibu. Sema amen. Wewe ukianza kuomba, nini inafanyika? Ukianza kuomba, nini inafanyika? Do you draw any attention from heaven? Ama mbingu inanyamaza tu, unapiga kelele, unalia, unafanya vurugu yote, lakini Mungu tu amenyamaza, anasema muendelee kuweka sauti juu, maana huko nasikia kuna wasee 24 wanainama wakiinuka wakisema wewe Bwana unastahili. Bwana asifiwe. Hiyo biashara inaendelea ama inasimama kwa sababu yako? Bwana asifiwe. Lazima mbingu isikie maombi yetu, na itasikia maombi yetu tu tukiwa na hofu ya Mungu ndani yetu. Mtu aseme amen. Tusome kwenye kitabu cha Isaya. I hope unaandika. Tutakapoishi kumhofu Mungu maishani mwetu, kuna mambo hatutang'ang'ania. Isaya 1:12. Acha nianzie 11. Bwana anasema, wingi wa sadaka zenu ni kitu gani kwangu? Ninazo sadaka za kuteketezwa nyingi kupita kiasi, za kondoo dume na mafuta ya wanyama walionona.
Sipendezwi na damu za mafahali wala za wanakondoo na mbuzi. Mnapokuja kujihudhurisha mbele zangu, ni nani aliyewataka ninyi mfanye hivyo, huku kusikanyaga nyua zangu? Bwana asifiwe sana. Kila mtu amesoma Biblia yake? Wala hawana Biblia, wacha niwasomee mara ya pili. Bwana anasema, wingi wa sadaka zenu ni kitu gani kwangu? Ninazo sadaka za kuteketezwa nyingi kupita kiasi, za kondoo dume na mafuta ya wanyama walionona. Sipendezwi na damu za mafahali wala za wana kondoo na mbuzi. Mnapokuja kujihudhurisha mbele zangu, ni nani aliyewataka ninyi mfanye hivyo, huku kusikanyaga nyua zangu? Bwana asifiwe sana. Nisikia neno hilo, nasikia kuchawa na hofu sana. Maana kama binadamu saa zingine tunaona tukitoa 1,000, natoa 1,000, tunaona tumemfanyia Mungu favor sana. Tunaona tumetoa kitu kubwa sana. Tunaona tunashinda kila mtu. Kama utatulipia rent ya hii hall, takaa ukichigama unasema, si nililipa hiyo mwezi, ama si mimi kulipa hiyo mwezi. Umesikia Mungu amesema nini? Unajua Mungu asaidiwi. Mungu atakangi msaada wetu. Na amesema vizuri, sitaki sadaka zetu. Hataki. Wingi wa sadaka zenu ni kitu gani kwangu? It means nothing to him. Bwana asifiwe. Mungu anataka mioyo zetu zinazofunjika, mioyo za nyama, zinazopondeka kila wakati mbele za Mungu, zinazohofu Mungu. Pamoja sasa na hiyo utoe sadaka zako. Bwana asifiwe. Hata kama ni kidogo, sikubalike kwa Mungu. Sema amen. Toa moyo wako kwanza. Uwe na hofu mbele za Mungu. Mche Mungu. So usifikirie ukitoa kondoo kwa sisi lako, nakaa ukisema, unajua nilipea pastor kondoo. Hiyo kondoo iko kwa pastor nilipea. Na amujasema nyinyi amjaiongea juu. Si hapa ni town, hakuna kondoo mmetoa. Lakini Bwana asifiwe. Lakini mimi nimewaambia, tumekuwa tukifungua makanisa. Tumesonga Nakuru. Kuna mahali tulitoka na kuna maneno tumesikia. Mtu anasema, unaona pastor amevaa suit. Ni mimi. Niliona ameteseka sana nikanunua suit. Labda ununua suit na Mungu hata anaona hakuna kitu ulifanya. Na hapa unajigamba sana, unaambia watu nilinunua suit. Bwana asifiwe. Siku moja mama fulani akasema, naona mke wa mchungaji wetu siku hizi amevaa vizuri sana. Inaonekana tumeanza kutoa sadaka vizuri. Bwana asifiwe. Na nikasikia. Lakini nilifurahia kwa sababu haikuwa sadaka. Sema amen. Yesu akasema, mkikosa kuniabudu, I'll raise stones to worship me. Umesikia hilo neno? Mkikosa kumwabudu Mungu, sisi wanadamu tukikosa kumwabudu Mungu, Mungu anaweza akainua mawe kumwabudu Mungu. Sio sadaka yetu inafanya kazi kubwa. Bwana asifiwe. Lakini Mungu mwenyewe anafanya kazi. Sema amen. Mlisikia siku nyingine askofu akitoa ushuhuda. Hata mimi alikuja akaniambia, nilikuwa wa kwanza kusikia hiyo ushuhuda. Ati unajua nini? Kwanza alikuwa hapa church weekdays. Sasa nilikuwa nimefinyika mahali kidogo. Akanipigia simu. Kaniambia, bado umefinyika ama Mungu amekusaidia ukiwa nyumbani? Nikaambia bado ni ngumu sana. Bwana asifiwe. Akaniambia kuna mtu amefika, yani Mungu ametuma mtu malaika tu kuniwekea mafuta gari, na ataweka kwa petrol station. Amenipea cash, ameniuliza hii gari full tank ni pesa ngapi? Akaambiwa, akaleta cash. Bwana asifiwe. Sasa bishop akaniambia, sasa juu ameleta cash, si nikugawie tu
ujisaidie naye kidogo na hii nyingine niweke. Juzi na mission sai. Bwana asifiwe. Nikaambia hiyo pesa unanipea hata nimeona ni Mungu amefika. Bwana asifiwe. You can imagine somebody hata hajaokoka. Lakini aliweka nadhiri ya kufanya nini? Weka mafuta gari. Na anaweka. Bwana asifiwe. Unaona, si hiyo ni kuinua mawe? Ama tunaonaje? Bwana asifiwe sana. Tulikuwa kwa mkutano ya wamama ilikuwa wiki ile ingine pale Kaptembo. Tukachifundisha kuwa wasichana wa Jethro, inaonekana Jethro hakuwa na kijana mfulana, lakini alikuwa na wasichana. Bwana asifiwe. Na wasichana walikuwa na kazi ngumu, watafanya ya nyumba na wataenda kuchunga ng'ombe. Bwana asifiwe. Na walipoenda kupeana maji kwa ng'ombe, kuna wachungaji wengine walitokea wa huo mji. Bwana asifiwe. Na ninaposoma Biblia ninaelewa kwamba walikuwa wanaume na wakawa na ile roho ya kunyanyasa wanawake. Tunaelewana? Na wakawafukuza wale wasichana ili wao wenyewe kwanza awape mifuko yao maji. Lakini walipoanza kufukuza wale wasichana, Mungu akatuma Musa, sema amen, akuje arescue hao wasichana, akawasaidia kuwapa maji ng'ombe. You can imagine. God can send somebody. Hallelujah. Mungu anaweza tuma mtu. Na ujue Biblia inasema Musa alikuwa he was an Egyptian. Tunaposoma Biblia, he was an Egyptian. Na Mungu alituma asaidie hawa Midianites ambao walikuwa Waisraeli. Sema amen. Sio ni kuinua mawe. Hallelujah. Mungu anaweza kukuinulia mtu kutoka Misri. So usikae tu, macho yako isikae tu ikiangalia hapa tu kama kuku. Hapa tu sijui dada fulani ataniona ataweza nibariki hata. Sema amen. Si tumesema saa hii tukuchange na kitu ya kubariki mwenzetu. Wacha kusumbuka sasa ndani ya roho yako ukisema sijui Mrs. Bishop atanibariki. Sijui Masi ataguswa anibariki, sijui unajua sijui majina ya watu wengi mahali hapa. Bwana asifiwe. Lakini nataka kukutia moyo kwamba unapofanya mapenzi ya Mungu, Mungu ako tayari kukuinulia mtu from outside even. Akurescue. Sema amen. Na nimeshuhudia Mungu akifanya mambo kama haya. So, nilikuwa nataka nikuencourage ama nikutie moyo. Usikae kama kuku mwenye anaangalia hapa. Kuku anaenda around hapa. Usikae hivyo. Kaa kama yule tai ambaye anaenda juu. Enda juu kirohoni. Enda juu kwa kumjua Mungu. Enda juu kwa kumwelewa Mungu. Enda juu kwa kutafuta sana kusikia Mungu anasema nini. Sema amen. Na Mungu anaweza tuma Musa kwa sababu yako. Mungu anaweza inua mawe kwa sababu yako. Hallelujah. Tuko pamoja bado. Biblia imeendelea kusema, acheni kuniletea sadaka zisizokuwa na maana. Ufumba wenu ni chukizo kwangu. Hiyo ni verse 13. Achana kuniletea sadaka zisizokuwa na maana. In everything that we do in the house of God, Bwana asifiwe, tujaribu kuleta kitu kizuri. Sema amen. Tujaribu sana kuleta kitu cha maana. Siku moja, ama ninamaliza wakati wenu, napenda kusema ushuhuda Mungu akiniruhusu. Bwana asifiwe. Tulikuwa kanisa mahali fulani. Mahali tulianzia huduma. Na kuna mama mmoja alikuwa amebarikiwa sana na Mungu. Alikuwa na kuku wengi. Angefungua kuku, bado wanatoka mahali hapa ni nyumbani. Na kwa ile mahindi, ile nyumba haijaisha ile. Kuku wengine wamefika huko. Alikuwa na kuku wengi sana. Sasa siku moja akaleta kuku kanisani. Akapea mchungaji. Alipopea mchungaji hiyo kuku, nyumbani ilikuwa mbali sana. Mtumishi mmoja akasema, nyumbani ni karibu, twende nyumbani angalau mpate maji ndio msonge muende nyumbani. Tukaenda. Tulipofika kwake, yeye ndiye alikuwa anapeleka hiyo kuku.
Tulipofika kwake akafungua miguu ya huyo kuku akasema, hii kuku asiendelee kuteseka, mnapokula hata yafanye nini? Hakule. Akafungua kuku. Kuku ilikuwa naenda hivi. Yaani kiwete. Huyo mama akasema, nimeona nini? Akajaribu kufukuza. Kuku yaani miguu hapa imekutana. Hai! Akasimama akasema, Mungu nisamee. Sasa mchungaji alikuwa amepelekwa ndani, mimi nikapaki nje na yeye juu yeye alikuwa mama. Bwana asifiwe. Akaniambia, mama Kaku, umeona nini? Nikaambia sijui nini. Akaniambia uone hii kuku? Nikaambia nini imefanyika? Akaniambia uone ni kiwete? Nikaambia nimeona. Oh, Mungu nisaidie. Yaani alisumbuka sana. Alilia. Akasema Mungu nisamee. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia hii ni laana. Sasa ile tunatoka kwenda, mchungaji akaambia tupe kuku yetu sasa twende. Akashika kuku akaleta na akaniambia ni vile sina kuku ningebadilisha. Mchungaji akaniuliza ni nini? Nikaambia twende nitakwambia. Bwana asifiwe. Tulipokuja nyumbani, jiani nikamwelezea sasa wakati hatukuwa na gari, tulikuwa tunapitia public means. Sasa kwa matatu huwezi ongea. Sasa ile tulishuka tunatembea mguu, nikaanza kumwelezea. Kaambia hii kuku inakaa kiwete. Fulani ametoa na amesema hii kuku ni kiwete. Na amesumbuka sana ndani ya roho yake, amesema ine laana. Yeye akaniangalia na akacheka na tukaenda. Tulipofika nyumbani akafungua kuku. Kuku kweli anatembea vibaya. Mchungaji akasema, amefikiria nini ndiye akatoa kuku kama hii? Mimi sikuwa najua, nikamuuliza, ni mbaya? Akaniambia, si ndio? Unawezaje ukatoa kitu kama hii kwa Mungu? Haikuchukua muda mrefu. Najua kuku ya huyo mama ilisha yote. What am I trying to say? Ile kitu namtolea Mungu inachalisha. Bwana asifiwe sana. Alimaliza kuku yake hakujua. Labda aliona hii kiwete moja lazima ni eliminate. Ndio nibaki na ile mzuri. Eliminate kwa kukula. Sema amen. Ukiwa na kitu yoyote ambayo iko na dosari kwako, eliminate. Kwangu ninaonanga niko na kuku. Hata mimi naonanga ile kitu inakaa si mzuri sana. Naona kuku hii kuku hata haitegi vizuri, hii chogoo haikai mzuri, naambia watoto kata hii. Tutoe hii dosari. Tukule. Bwana asifiwe. Usimtolee mtu mwingine. Hata kama sio pasta, usimtolee. Sema amen. Ndipo Biblia imesema nini? Acheni kuniletea sadaka zisizokuwa za maana. Ufumba wenu ni chukizo kwangu. Miandamo ya mwezi, Sabato na makusanyiko ya ibada, siwezi kuvumilia makusanyiko yenu maofu. Sio kila ibada Mungu anaifurahia. Sema amen. So usikae ukisema natoka hii mkutano naenda hii mkutano. Sio yote. Bwana asifiwe. Kaendelea kusema sikukuu zenu za miandamo ya mwezi. Hapo nimesoma. Mnaponyosha mikono yenu katika maombi, nitaficha macho yangu nisiwaone. Hata mkiomba maombi mengi sitasikiliza. Mikono yenu imejaa damu. Hiyo ni 15. Mnaponyosha mikono yenu katika maombi, Mungu anasema nitaficha uso wangu. Mungu asifiche uso wake tunapofanya maombi. Unajua sasa ile tunafinywa na maisha, alafu mwenye anaongoza ibada aseme tuinue mikono yetu juu. Tunasikia kabisa tuinue vizuri. Angalau Mungu aone, aniende juu kuliko ya wengine. Mungu anaonanga aje mikono yako. Bwana asifiwe. Mungu anatuona aje? Anatuona kama nani? Bwana asifiwe. Unajua kuna vile Mungu anatuweka. Ndiposa ukisikia kwenye kitabu cha Malaki akasema asemi wezi, anasema wanyang'anyi. Na wanyang'anyi ni wale wanaonyang'anya, wanaochukua kwa nguvu.
si ndio? Ujue kuna vile Mungu anatuweka. Amesema nitaficha macho yangu nisiwaone. Hata mkiomba maombi mengi sitasikiliza. Mikono yenu imejaa damu. 16. Jiosheni na mkajitakase. Yaondoeni matendo yenu maovu mbele zangu. Acheni kutenda mabaya. Haleluya. Iwe maombi yako leo kwamba Mungu nichase na hofu yako ndani yangu. Mimi mwenyewe na tabia yangu na iende chini, ipungue na ishe. Lakini Mungu hekima zako na kukujua katika maisha yangu na iongezeke katika jina la Yesu. May I know you more. May I seek you more. Ni kuhofu sana kwa maisha yangu. Ili Bwana ninaponyosha mikono zangu, Mungu yasikie maombi yangu. Ninapolitia jina lako, ninapopiga magoti, Mungu sikie maombi yangu. Mungu sikie dua yangu. Upanguse machozi yangu. Mungu unihurumie. Haleluya. Ni nani hataki huruma mahali hapa? Ni nani? Sisi sote tunahitaji rehema za Mungu. Tunahitaji kuhurumiwa na Mungu. Haleluya. Ni ila hatuwezi tukaongea, lakini kila mmoja wetu mahali hapa tunamhitaji Mungu. Bwana asifiwe. Na ni ombi langu kwamba Mungu aweze kuhurumia mtu leo katika jina la Yesu. Mungu na akuhurumie. Mungu na akukumbuke. Mungu na apanguse machozi yako. Najua tunaragani. Saa zingine tunalia machozi. Na machozi sijui iko kwa aina ngapi. Kuna machozi mengine unasikia ni maji ambayo ni kama imetoka kwa moto, ni kama inachoma. Machozi ya uchungu. Ambapo unasikia kuomba lakini unashindwa kuongea. Unaambia tu Mungu nihurumie. Bwana asifiwe. Tunahitaji Mungu atuhurumie. Na Mungu atatuhurumia tukishaondoa kila aina ya ubaya, kila aina ya chukizo kwa maisha yetu, kila aina ya kujigamba, kila aina ya kiburi, kila aina ya kujionyesha, kila aina ya mambo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Siku moja nikasikia dada fulani anasema, najua nilibariki so and so. Nilinunua nguo haikunitosha, nikabariki so and so. Na nikaona si hiyo ni Mungu sana, kwa sababu hata hajaifaa nguo kama hiyo. Wow, nikasikia. Halafu baadaye ananiambia kuna pesa na ngojea. Mungu akinibariki nitakutembelea kwa njia kubwa. Tulipoachana nikaambia Mungu wangu, siku ile utambariki huyu mama na asinikumbuke na anisahau. Bwana asifiwe. Sio eti sikuwa nahitaji kitu, nilikuwa nahitaji. Bwana asifiwe. Nilikuwa nahitaji kubarikiwa na mimi, lakini matangazo atatangaza. Nikasema hakuna haja. Bwana asifiwe. Nikaambia Mungu ukimbariki akumbuke watu wengine na anisahau. Najua alinisahau. Bwana asifiwe sana. Siku ile alikuja kwangu, alikuwa amemaliza pesa. Na alicholeta kwangu ni unga. Alisiaga unga. Najua unga huwezi ongea sana. Bwana asifiwe. Alileta unga na sukari. Haleluya. Na akakata nyama. Akaniambia nimekuja tu, nilipata ile pesa na mashimo ikawa mingi sana. Na nikaona juu niliahidi, acha nikuje nikuone. Nikaambia Mungu amekutumia karibu sana. Haleluya. Sasa hiyo naambia Mungu ushukuriwe na uinuliwe siku zote. Umejibu maombi yangu. Angeniletea nguo. Angesema nilimletea mke wa mchungaji nguo. Bwana asifiwe. Haleluya. Jiosheni na mjitakase. Yaondoeni matendo yenu maovu mbele zangu. Acheni kutenda mabaya. 17. Jifunzeni kutenda mema. Tafuteni haki.
Watieni moyo walioonewa. Sema amen. Unasikia ile mambo Biblia inatuambia, jifunze kutenda mema, tafuteni haki, watieni moyo walioonewa. Kuna watu ambao saa hii wako hapa, wako chini. Yaani wamekucha tu wanasema acha tu niende kanisani, Mungu tu anisaidie nisikie mahubiri, at least moyo wangu iinuke. Anasema at least, yani nataka tu, hataki hata maneno mingi. Bwana asifiwe. Saa ile tutamaliza ibada, tusalamiane, tumuhak, tumuonyeshe upendo, atasikia vizuri sana, ataenda akisema niyo tu nilikuwa nataka. Sema amen. Sometimes hatuhitaji kitu kubwa, tunahitaji tu upendo. Hallelujah. Tunahitaji tu kutiwa moyo. Na Biblia imesema tutie moyo. Watieni moyo walioonewa. Teteeni shauri la yatima, wateteeni wajane. Bwana asifiwe. Tunaweza ona ile upendo Pastor Harrison ametuonyesha. Kuna mtu anaweza ona asema ni Dania tu. Hallelujah. Na kuna mwingine anasema hapa nimeona Mungu, yani ninaweza pendwa. Naweza kubalika. Bwana asifiwe sana. Unajua vile tuna receive, vile tunachukua sio sawa. Hallelujah. Chochote utakachopewa lazima ukae ukijua haikuwa lazima upewe. Ilikuwa lazima? Haikuwa lazima. So we must be thankful to God. Bwana asifiwe. Mimi nimejifundisha kushukuru sana. Iwe kitu kidogo, iwe kitu kikubwa. Bwana asifiwe. Nashukuru sana sana sana. Yaani naambianga Mungu, nashindwa kuambia mwenye amenibariki hata asante. Mungu umbariki zaidi, umtende mema, umfanyie hivi. Bwana asifiwe. We must be thankful. Ukiwa umepewa kitu kidogo, shukuru. Ukipewa kubwa, shukuru. Hata Mungu anapima vile unashukuru. Bwana asifiwe. Anapima, na akiona haushukuru vizuri, anaweza funga hiyo njia. Tena akiona hauna hiyo shukrani kabisa, kuna vile anafanya. Na kama una shukrani sana sana sana, Bwana asifiwe, kuna vile atakuongezea. Njooni basi tuhojiane ama tusemesane, asema Bwana. Ingawa dhambi zenu ni kama rangi nyekundu, sitakuwa nyeupe kama theluji. Ingawa ni nyekundu sana kama damu, sitakuwa nyeupe kama sufu. Mungu wetu ako tayari sana. Siku zote na kila wakati. Bwana asifiwe. Asemesane na mtu mwenye ako tayari. Na ujue there is a package of forgiveness before God. There is a package. Mungu akisha kukusamea, anakuponya. Akikusamea, anakurejesha. Akikusamea, anafungua njia zako. Akikusamea, anakupa kibali. Akikusamea, mambo yako yanaenda vizuri. Sema amen. It's a package of forgiveness before God. Bwana asifiwe. So ako tayari kusemesana na mtu mwenye ako tayari. 19. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Lakini kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena. Bwana asifiwe. Our decisions before God matters. Uamuzi ambao tunafanya sisi wenyewe inachalisha sana mbele za Bwana. Tukiwa wa Kristo, Bwana asifiwe. Wacha nikwambie, hata kama mvua inanyesha na inatunyeshea wote pamoja na watenda dhambi, kuna vile Mungu anatuweka sisi. Sema amen. So wacha kusema, hata ikinyesha inanyeshea sisi wote na watenda dhambi. Yes, mvua inatunyeshea wote. Lakini kuna vile Mungu anatuweka sisi wamchao yeye. Amen. Kuna neema fulani yetu sisi ambao tunamcha Mungu. Sisi ambao tunamhofu Mungu, kuna vile Mungu anatuweka. Tena kuna watu wengine wako kanisani na Mungu anajua huyu nitamweka hivi. Bwana asifiwe. Wakati ule nilisema inside and outside of Jesus. So kama uko kanisani na kwa nje ya Yesu, kuna vile Mungu anashughulika na wewe.
Sema amen. So usifikirie Mungu anachumulishanga watu. Mikutano za Yesu imenakili watu wachache ambao walipata kuponywa kwa hizo mikutano. Sema amen. Lakini sio hao watu wachache tu walikuwa kwa hizo mikutano. Wengi walikuwa wagonjwa, wengi walikuwa wanaumia, wengi walikuwa wanahitaji msaada, lakini ni wachache walinakiliwa mambo yao. Sababu ni kwamba walijitoa kabisa kwa Mungu, walikuwa na hiyo imani ya kwamba Mungu tu naye mtaka mahali hapa. Hawakuwa na mpango mwingine mbadala. Sema amen. Haleluya. Mungu ako na uwezo ya kusoma mioyo zetu. Inasema anachunguza viuno, anachunguza mawazo zetu, anachunguza ndani yetu iko na nini. Ndio unaona kanisani kuna watu wachache wanatoa ushuhuda. Mungu angekuwa kama wanadamu, si tungekuwa tunafinyana hapa kutoa ushuhuda. Bwana asifiwe. Na ukiona tena Mungu anachelewa, anakutengeneza. Amen. Nimesikia ushuhuda ya yule ndugu na dada Benina. Akasema familia sawa hawachakuwa vizuri, hawachakuwa kwa pamoja kwa muda, lakini Mungu ametenda. Sema amen. I have the same testimony. Wakati wa Mungu ukifika, inafika kwa lazima. Bwana asifiwe. Tulipopoteza mama yetu, tulikosana sana. Bwana asifiwe. Na hatujazaliwa wengi, tulizaliwa watatu. Na kwa sababu tulizaliwa watatu, mimi ni wa katikati na mimi ni msichana peke yangu. Tulikosana sana, tulisumbuana sana. Ilibidi mazishi iahirishwe. Kwanza watu wafanye nini? Kuelewana. Huyu kwanza aongeleshwe, ashike line. Huyu mwingine aongeleshwe, ashike line. Huyu mwingine aongeleshwe, alafu tukawekwa pamoja. Unaona? Lakini ilikuwa mbaya. Bwana asifiwe. Baada ya hiyo, kila mtu akaenda zake. Tulielewana tu kusika mama. Alafu kila mtu akaenda zake. Hatukuwa tunasalamiana. Ati brother, how are you? For what? Ishi vile unataka, ni ishi yangu. Omba maombi yako, kila mtu aishi maisha yake. Bwana asifiwe. Nilikuwa naomba, naambia Mungu, si ukomboe ndugu zangu, si ubadilishe, si ufanye hivi. Mpaka naambia Mungu, utaona tu. Tena siku nyingine nakuja na wahurumia. Sinakaa kama mama yao sasa. Na waombea, mpaka naambia Mungu, siombi tena, wacha nikushukuru na niamini umesikia hii maombi na utawabadilisha. Bwana asifiwe. Na nikanyamaza kwa muda. Bwana asifiwe. Lakini unajua Mungu alifanya nini? Wale ambao mlikuwa hapa Wednesday, ndugu yangu alikuwa hapa Wednesday na kashuhudia uponyaji wa Mungu. Bwana asifiwe. Mungu alisababisha ndugu yangu apata ajali, ndugu mdogo. Sasa vile alipata ajali, ikabidi sasa yule mkubwa anitafute. Na tusalamianange. Akanitafuta akanikosa. Ikabidi akuje mpaka hapa. Wenye mlikuwa hapa kanisani mlimuona, si ndio? Na alipokuja hapa kanisani, akaongea baada ya kumaliza. Akaenda huko na akaomba msamaha. Akaambiwa umesamehewa na utapigia simu dada yako kutumia simu yangu. Simu ya askofu. Tuliongea jioni saa 11. Bwana asifiwe. Kaniambia I'm sorry my sister. Mambo imefanyika hivi na nimekuja. Bwana asifiwe. Na juu nilikuwa mbali, akaniambia si utakuja, nikaambia Sasa ilifika mahali watu hawana imani tena, imesemekana ndugu yangu anakufa. Kina masi na wengine wakalia, kina askofu wakalia, mtu anaenda na achaenda. Na nikaambiwa kucha tu tuone wote. Kisikia unaambiwa kucha tu tuone wote, ni kwamba hakuna tumaini tena. Bwana asifiwe. Na nikakuja. Nilipofika Nakuru, wamemchukua Tenwek. After 3 days nikaenda. Nikapata kama amekuwa mzima. Mungu amemsaidia. Hiyo ajali haikuwa ajali ya kawaida. Ni Mungu alikuwa anafanya njia ya kutukutanisha na kutufanya tena tuongee,
tukue tena ndugu, tukue tena dada. Bwana asifiwe. So kila kitu ambayo inafanyika chini ya jua has a reason. Bwana asifiwe. Amen. So usione tu hati ilifanyika. Kila kitu ambayo inafanyika iko na sababu yake. Ukiona mzee aokoki sahi, kuna sababu yake. Mungu anataka kukuweka laini dada, uishie kwa Mungu vizuri, usame, mpaka unaongea kwa ndimi, mpaka unasama zaidi. Unajua kina Petro walipoenda kufua samaki, wakafua wao wenyewe usiku kucha. Bwana asifiwe. Hawakupata kitu. Na asubuhi ilipofika, Yesu akafika akawauliza, mlipata nini? Wakasema hakuna. Wakaambiwa mweke charifa ama inaitwa nini? Hiyo nyavu yenu katikati iende ndani. Hapo kuna samaki. Bwana asifiwe. Sasa Mungu, hata wewe kuna kitu inakusumbua sana, inakufinya. Unajiambia na askofu ameniombea. Na ilisemekana askofu akikuombea mambo inaisha. Mbona yangu inaendelea? Shida, Mungu anataka uingie ndani. Sema amen. Sema Mungu anataka niingie ndani. Yes, umchue zaidi. Usame kwake. Tuwe vizuri. Uchue kusikia sauti yake. Uchue kuona dalili, useme hii ni Mungu, hii ni shetani. Bwana asifiwe. Saa ile umesama sana, Mungu ndiye anafika, anafanya ukombozi. Anaokoa watu, anabadilisha watu. Sawa na watoto wetu kama wasasi. Lazima sisi tuingie kwenye kilindi, tumjue Mungu vizuri. Mungu hajashindwa kuleta watoto wetu, hajashindwa kubadilisha familia zetu. Bwana asifiwe. Wewe uliyetangulia umefanya nini? Wewe ambaye umetangulia mahali hapa, umefanya nini ya kubadilisha hao watu, ya kubadilisha familia yenu? Nini wanaona? Bado wanakuona kama yule tu dada wa kawaida. Wanakuona tu kama ndugu wa kawaida. Hawachatofautisha, hawaoni tofauti yote. Lakini ukiendelea kusama, ukiendelea kutoa kitu mbaya mbaya, Bwana asifiwe, ukianza kukubaliana na Mungu vizuri, mambo yanaenda laini. Sema amen. Hapo ndio watu wanaokoka. Hapo ndio watu wanabadilika. Hapo ndio watu wanarejeshwa. Sema amen. Maana wewe uliyetangulia lazima uonekane kwamba umeokoka na unampenda Yesu na unamtumikia kwa maisha yako yote. Sema amen. Na wanapokuona hawaoni shetani hata mmoja. Hapo ndio wataingia. Lakini shida, wanakuona ulitangulia kanisani, lakini bado uko na kiburi kidogo, bado unaongea vibaya, bado uko na uongo. Wanasema sasa wacha tuchelewe. Wacha kuchelewesha watu. Biblia imesema, lakini kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena. Bwana asifiwe. So inategemea uamuzi wako. Kama utamkubali Bwana, atapigana vita zako. Kama utamkataa, hautakula mema ya nchi. Sema amen. Na Mungu atusaidie sana. Tuende kitabu cha First Peter 2. Hamjapata? Nasema, kwa hiyo wekeni mbali nanyi uovu wote na udanganyifu wote, unafiki, wivu na masingisio ya kila namna. Kama watoto wachanga waliosaliwa sasa, yatamanini maziwa ya kiroho yasiyochanganywa na kitu kingine chochote, ili kwa hayo mpate kukua katika wokovu. Amen. Kuna vitu tukiacha, kuna dhambi tukiacha, kuna uovu tukiacha, na tuwe na hamu kama watoto wadogo wanataka maziwa. Sisi tukiwa na hiyo hamu ya kutaka Mungu sana, atatuchasa. Sema amen. Atatutendea mema, atatupigania. Mungu hayuko mbali. Nasemanga ya kwamba Mungu ako karibu sana. Kuna kitu tu imetufarakanisha sisi na yeye, na hiyo kitu ikiondolewa, Bwana asifiwe, sisi wote tumeenda kwenye hoteli. Huko hoteli tunaona mandazi na macho. Tukiwa tumekete, tumenawa, tunaangalia huko kwa chef kuna mandazi,
kuna chapo, kuna sausage, kuna hizo vitu zote tamu tamu, si ndio? Lakini haiwezi toka huko mpaka kwenye huko bure. Lazima ufanye chambo. Sema amen. Ambia mwenzako fanya chambo. Yes. Fanya chambo ya kuondoa uofu, ndio mambo mazuri ya kufikie. Vile unafanya chambo kutoa pesa, kulipa ndio upewe chakula. Ni hivyo kwa Mungu. Hata yeye anangojea. Mnaangaliana, kuna kioo imewazuia. Yesu wako hapa na wewe hapa. Sasa Yesu anakuambia usifanye cha. Naambia Yesu ukuje. Sasa hawezi kuja. Na uweze fikia yeye, na hawezi kukufikia. Mpaka ufanye nini? Uondoe hii kitu. Na utaondoa namna gani? Uache mambo fulani katika maisha. Sema amen. So usikae ukifikiria Mungu ako mbali sana. Labda Mungu ako kwa bishop peke yake. Labda ako sijui kwa nani peke yake. Ako karibu na sisi. Ambia mwenzako ako karibu na wewe. Yes. So usitembee, usihangaike. Ako karibu sana. Ni kitu kidogo imekufarakanisha na yeye. Na lazima tuchunguze hiyo ni nini inatufarakanisha na Mungu. Bwana asifiwe. Nini hiyo inasuia baraka yangu? Nini inanisuia nisisikie Mungu? Nini inanisuia nisisikie sauti vizuri? Nini inanisuia nisipate pesa? Nini inanisuia hata mahali pa kazi watu wanafanywa promotion na mimi ninaendelea kupaki? Tumesikia watu wakienda, nimesikia walimu wakienda maandamano, si ndio? Wanataka kufanyiwa promotion. Na wengine wametoka chini hata wakafanywa tu promotion, walipendelewa tu. Na Mungu labda anaona hata huyu akifanywa promotion hata hana faida. Bwana asifiwe. Lazima tuchunguze vitu zingine kama Wakristo. Mbona hii mambo imenifanyikia hivi? Mbona Mungu anakaa kuchelewa? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Niliwahi kuwa mgonjwa sana. Na tukaenda kwa ibada. Pastor wetu alikuwa anaombea watu. Na nilikuwa mgonjwa sana. For the first time in my life, nilipona instant. Unajua ile kuanguka na kuamka, maumivu ilienda. Bwana asifiwe. Na sisi msijaye kuwa mgonjwa, nimewahi kuwa mgonjwa na nikashindwa. Mbona si kupona kama ile siku? Sema amen. Hallelujah. Nilipona instant. Na kuna watu walirudi nyumbani bila ya kupona. Kwa Mungu ni hivyo. Kuna watu Mungu anawatembelea instant. Maombi yao inafika saa hiyo hiyo. Na kuna mwingine ataomba 1 year. Kuna mwingine atatoa sadaka, sacrifice, dhabihu, kama ni tofauti, atatoa yote. Bwana asifiwe. Na kuna mwingine atatoa tu sadaka ya kawaida, mwingine tu atakuja mwenyewe na atafanywa muujiza. Sema amen. Umewajiuliza mambo kama haya? Kama Wakristo lazima tukue werevu. Kwenye kitabu cha Ecclesiastes, tusisome hapo sasa, sikumbuki ni wapi, lakini ni kitabu cha Ecclesiastes. Inasema ni lazima tujifundishe kuwa werevu, kuongeza moja na lingine na tujue jawabu. Bwana asifiwe. So lazima ujue hii na hii haichaenda vizuri. Hii si mzuri, hii si Mungu hii. Bwana asifiwe. Usikae tu ni kama haujui, kaa ukijua kwamba kuna sababu. Sema amen. Tukue na kiu na hamu ya kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Nataka tusome kitabu cha Joshua tukimalizia. Naona masaa inakaa kwenda. Haleluya. Kuna mtu amebarikiwa? Kuna mtu amebarikiwa? Kuna kitu umejua? Unajua, we must learn. Each and every day we must live to learn. Kitabu cha Joshua 5. Joshua ndiye alimshikia Musa katika kuongoza wana wa Israeli.
waende katika mji wa ahadi. Na Musa alipoaga, Mungu akamwambia Joshua, endelea na hii safari. Na vile nilivyokuwa na Musa nitakuwa pamoja na wewe. Hallelujah. Joshua 5:1 Joshua 5:15 15. Nasema, wacha nianzie 13 ndio ushike vizuri. Maneno madogo inasema, jemedari wa jeshi la Bwana. Basi wakati Joshua alipokuwa karibu na Yeriko, akainua macho akaona mtu aliyesimama mbele yake, akiwa na upanga mkononi uliofutwa kwenye ala. Yoshua akamwendea na kumuuliza, je, wewe uko upande wetu ama upande wa adui zetu? Akajibu, la, siko upande wowote, lakini mimi nimekuja nikiwa jemedari wa jeshi la Bwana. Huyo ni malaika. Yoshua akaanguka kifudifudi hadi chini, akasujudu, akamuuliza, je, Bwana, una ujumbe gani kwa mtumishi wako? 15. Jemedari wa jeshi la Bwana akajibu, fua viatu vyako, kwa maana mahali hapa unaposimama ni patakatifu. Naye Yoshua akafanya hivyo. Bwana asifiwe. Nimesoma polepole angalau uchue ama angalau uelewe kwamba ilikuwa inakaa namna gani. Bwana asifiwe. Kulikuwa na vita sana huko Israeli. Na Yoshua wakati huo alikuwa kiongozi, alikuwa anaongoza wana wa Israeli katika safari ya kwenda katika Kanaani. Amen. Na ilifika mahali, unajua ukiwa kiongozi utakuwa na stress. Utasumbuka kwamba nitafanya nini tufike salama. Hii vita sasa imeinuka hapa, nitafanya nini? Usifikirie kiongozi anakaa tu anafurahia tu chakula. Bwana asifiwe. Kiongozi yeyote kuna gharama analipa. Iwe wa duniani, iwe hata wa mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Hapa Biblia inasema, Yoshua inasema alipokuwa karibu na Yeriko, akainua macho yake akaona mtu aliyesimama mbele yake. Sio mtu huyo, bali alikuwa malaika wa Mungu. Akauliza, wewe uko upande wetu ama upande wa adui zetu? Akaambiwa, la hasha, si yuko upande wowote, lakini mimi ni mjumbe, nimetumwa na Bwana. Bwana asifiwe. Yoshua alipojua huyu ni malaika, akaanguka chini, maana amejua huyu sio mtu wa kawaida. Amepepa upanga. Bwana asifiwe. Akasema, akasujudu, akamuuliza, je, Bwana, una ujumbe gani kwa mtumishi wako? Yaani uko na ujumbe gani kwa maisha yangu? Uko na ujumbe gani kwangu? Bwana asifiwe. Lazima tupate ujumbe. Nimesema lazima mtu atumwe kwa sababu yako. Maisha isikae tu hivyo. Usishinde hivyo. Ambia Mungu atume mtu. Atume malaika wake wakukuambia jambo, wakukuletea habari, wakukusaidia ujue mahali pa kuelekea. Bwana asifiwe. Akaambia Joshua, jemedari wa jeshi la Bwana akajibu, fua viatu vyako, kwa maana mahali hapa unaposimama ni patakatifu. Naye Joshua akafanya hivyo. Bwana asifiwe. Aliambiwa fua viatu, toa kitu fulani. Bwana asifiwe. Toa kitu fulani. Sio sadaka, siongee juu ya sadaka, lakini toa uofu fulani. Toa makosa fulani kwako. Fua viatu. Joshua alikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa anaongoza wana wa Israeli. Lakini ilifika mahali, hii vita ilikuwa kale sana, ikabidi aombe kama vile tunavyoomba. Bwana asifiwe. Na akaambiwa fua viatu vyako. Bwana asifiwe. Huenda wewe hautusiani, haulewi, hata ufanye usherati, lakini kuna jambo moja Mungu akiona anachukizwa nayo. Bwana asifiwe. Na ndio Bwana anasema tufue viatu. Kumbuka na Musa aliambiwa pahali penye huko ni patakatifu, fua viatu vyako. Musa alikuwa so doubting, alikuwa na doubt Mungu sana.
Alikuwa anapenda hata yeye kulalamika. Hata kama alikuwa anaongoza wana wa Israeli, jua hakufika penye alistahili kufika. Na ujue alikosa kufika huko, na sio kwa sababu aliua mtu. Alikosa tu kutii Mungu. Bwana asifiwe. Akaambia, unaona huko ng'ambo ile, huko ni Kanaani. Lakini unaona tu kwa macho na uendi na ufiki. Bwana asifiwe. Kwa nini tuonje mambo mazuri ya Mungu na tukose kufika? We must enjoy the goodness of the Lord to the fullest. Sema amen. Lazima tuonje wema wa Mungu na tuifurahie kabisa katika maisha yetu. Amen. Mpaka ukiulizwa unaona nini mzuri kwa wokovu, unaweza ukasimama na ukashuhudia vizuri sana bila taswishi. Sema amen. Lazima tufurahie vizuri. Umeacha kulewa, umeacha labda vitina, umeacha wizi, kuna kitu moja umepakisha ama mawili. Na ndipo Biblia inasema fua viatu vyako. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo kwa maisha yetu hatuwezi tukaambia mtu, hatuwezi kusema. Na ninapenda kusema hivi, kabla hujapewa unabii, wewe ni mnabii mkubwa wa maisha yako. You are the greatest prophet of yourself. Bwana asifiwe. So usingoje unabii mwingine, unajichua sana. Unajua uko na makosa ipi kwa Mungu. Unajua vizuri ni mambo gani ulifanya ndio milango zikafungika. Na Biblia imetuambia kwamba Yoshua aliambiwa afue viatu. Bwana asifiwe. Kuna vitu lazima tusifue ndio tuelewane na Mungu. Kuna mambo lazima tuache. Kuna watu lazima tuachane na wao. We must separate with some people. Sema amen. Nikisema hivyo sijasema tuchukiane. Hallelujah. Lakini kuna rafiki ako ndani ya kanisa, si ndani ya Yesu. Lazima muachane ndio Yesu aweze kuongea na wewe. Sema amen. Mnanielewa? Mnanipata? Nimesema kuna rafiki ako ndani ya kanisa lakini hayuko ndani ya Yesu. Lazima muachane ndio Mungu aweze kuongea na wewe. Ndio Yesu aweze kukubariki. Sema amen. Kuna watu ambao wanamsuia Mungu asitubariki. Kuna marafiki ambao wanamsuia Mungu asituonekanie. Najua utauliza swali, na tuko kanisani? Yes. Tuko kanisani. Lakini kuna watu Mungu akiona wakitembea na sisi, wakiandamana na sisi, Mungu ananyamaza. Anasema nikupee muda ufanye uamuzi ya kuachana na huyo fulani ndio nikutembelee. Sema amen. Asema ufue viatu. Asema uachane na watu fulani. Asema uachane na marafiki fulani. Asema uachane na watu ambao wako nje ya Yesu lakini wako ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Ndio Mungu atusaidie. Unaweza kuwa umeomba, umefunga. Umetoa dhabihu, umefanya kila kitu ambacho watu wanafanya. Lakini unashindwa, mbona sioni Mungu? Mbona ninakaa kuhangaika? Bwana asifiwe. Askofu akatufundisha kwamba mtego hauteguki bure, kuna sababu. Bwana asifiwe. Hata simba haisi nguruma kabla hajapata nini? Mawindo. Simba ananguruma wakati yako na mawindo. Sasa ile anaendelea kukula, inabidi angurume ndio wale wanyama wengine waende. Lakini sasa ile hajapata kitu ananyamaza. Akipata anaongea. Bwana asifiwe. Mbona hii shida inakaa sana kwetu? Mbona hii mambo hayatuendei vizuri? Can we rise on our feet? Bwana amesema fua viatu vyako. Kuna mambo yanakaa kuchelewa. Bwana amesema fua viatu vyako. Fua kitu fulani. Ondoa kiburi. Ondoa masengenyo. Ondoa madharau. Kaa ndani ya Yesu. Kama uko nje, tafadhali ingia ndani ya Yesu.
Usikuwe ndani ya kanisa, kuwa ndani ya Yesu. Fanya mapenzi yake. Na kwa sababu hatuwezi kama wanadamu, tunahitaji Mungu atusaidie na atuwezeshe katika jina la Yesu. Nataka uambie Mungu kwa maneno yako, Bwana nisaidie nikuhofu sana. Bwana nisaidie nikuokope sana, nikumche wewe, nikuhofu. Niachane na dhambi, niachane na uofu. Na kama kuna watu tumetembea na wao wamekuwa chukizo kwako Mungu, wanakufanya unyamaze, wanakusababisha unyamaze, usijibu maombi yangu, Bwana nimeamua na nimekata kauli ya kuachana na wao. Kumbuka Abraham aliachana na Lutu. Na Biblia inasema walipoachana, Mungu akaanza kunena. Mbingu ilifungika, wakati wote walikuwa bado wanatembea na Lutu. Na Lutu alikuwa mtu wake wa karibu. He was a close relative. Na ilimfanya Mungu akose kunena. Ni nini hicho kinamfanya Mungu asinene na wewe? Ni nini hicho Mungu anasema uivue? Ambia Mungu, nichase na hofu yako. Nichase na hofu yako Bwana. Nichase na hofu yako ndani yangu. Nisaidie nikuhofu sana. Nisaidie nikutii sana. Nikutii zaidi. Hekima zangu Mungu kama binadamu, hekima za kibinadamu, Mungu naomba ipungue. Nisaidie ipungue. Nisaidie ishe. Mtu fungua kinywa chako. Mtu fungua kinywa chako tafadhali. Hakuna mwingine anayekuombea. Ni wewe ujiombe. Ni wewe unene maneno haya, waambie Mungu nisaidie nikuhofu. Nisaidie nikujue. Nisaidie nikufahamu. Nipe kiu ya kukutafuta. Nipe kiu ya kufanya mapenzi yako. Nipe kiu ndani ya moyo wangu niweze kukutafuta sana. Nipe kiu niweze kukuishia wewe, Mungu wa maisha yangu. Maana hapa tumejifundishwa kwamba Mungu hataki sadaka zetu, lakini anahitaji roho zetu. Anapenda uamuzi wetu, na kwamba Mungu nimekubali kukutii na kufuata njia zako. Hapo Mungu atatuokoa. Hapo Mungu atatusaidia. Hapo Mungu atatubariki. Hapo Mungu atatuponya. Ambia Bwana, nimekubali. Nimekubali kukutii. Nimekubali kufuata njia zako. Na Mungu, nichase hofu yako ndani yangu. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Niwezeshe nikuhofu sana, tena zaidi ya kila kitu. Bwana, hauyuko mbali, uko karibu na sisi. Na kuna jambo linatufarakanisha na wewe. Ikiwa ni dhambi, ikiwa ni uovu, Bwana, naomba msamaha, naomba utakazo. Baba, umesema uko tayari kusemesana nasi. Tumekuja kwako Baba kusemesana na wewe. Tumekuja kusemesana na wewe Bwana. Bwana mwokozi wetu, Bwana kimbilio letu, Bwana msaada wetu, Bwana mponyaji wetu, Bwana ambaye ni kila kitu kwa maisha yetu. Ambia Bwana, nimekuja kusemesana na wewe. Na kwa sababu nimekuja kusemesana na wewe Bwana, nisaidie, nihurumie. Umesema utanisamehe, utanitakasa. Baba, unitakase. Nisaidie Bwana, katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana. Chase Bwana na Roho wako Mtakatifu. Niwezeshe nikuhofu siku zote za maisha yangu. Niwezeshe kusimama katika njia ya haki. Niwezeshe kushuhudia ukuu wako bila kubabaika. Nichase Baba na kiu ya neno lako, kiu ya mapenzi yako katika maisha yangu. Niwezeshe kutembea katika njia zako. Niwezeshe kutembea katika haki zako. Niwezeshe kutembea jinsi unavyotaka Bwana. Wewe Mungu peke yako ninakuhitaji. Wewe Mungu peke yako ndio kimbilio langu. Wewe Mungu peke yako ndio msaada wa karibu. Wewe Mungu ndio mwenye uweza na nguvu ya kuniokoa na kunikomboa. Thank you Jesus.
are the Lord of my life. You are the Lord of my soul. You are my Savior. You are my refuge, God. Biblia inasema hauko mbali Bwana, na kwa sababu uko karibu, chochote kinachonifarakanisha na wewe na iondoke kwa jina la Yesu Kristo. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Fungua kinywa chako, ambia Bwana nisaidie, nisaidie Jehova, nifanye mapenzi yako. Nisaidie nitembee katika njia zako. Nisaidie nikuhofu sana, katika jina la Yesu. Naomba Baba nisionekane mimi, bali Bwana uonekane maishani mwangu. Onekana Bwana badala yangu, katika jina la Yesu. Nakupenda Bwana, nakupenda Jehova, na nitamanio langu niishi nikuhofu wewe, katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu unasikia Mungu akusaidie, nasikia Mungu akusaidie, nahitaji msaada wa Mungu katika maisha yako. Sitaki hata ukucha hapa mbele, lakini nasikia Mungu akusaidie. Na ninaposema kusaidiwa, kuna aina nyingi ya kusaidiwa. Nasikia Mungu akupone, nasikia Mungu aweke laini maisha yako, nasikia Mungu arejeshe maisha yako, nasikia Mungu afungue ukurasa mpya. Unapofua viatu vyako, unapofua uovu wa kila aina katika maisha yako, acha Mungu akusamehe, acha Mungu na akutakase, acha Mungu na akuweke huru, acha Mungu na akuhurumie. Rehema zake zipatikane kwa maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana na ahurumie mtu mahali hapa, na ukiwa na imani, wacha Mungu akuhurumie. Kuna hali unapitia, unaona hapa haihitaji mtu, lakini inahitaji Mungu peke yake. Ambia Bwana nihurumie. Nyosha mkono wako penye uko, ambia Bwana nihurumie. Hali yangu haihitaji mtu, lakini inakuhitaji wewe. Na nimefanya uamuzi na kukata kauli ya kufua viatu. Uovu fulani Bwana ninaziacha, ninaweka chini. Bwana nihurumie. Baba, hurumia watu wako, hurumia wanao Bwana. Unajua hali za maisha yao, hali ambao wanapitia Bwana. Wengine wanaona wamefika mwisho, wanaona wamefika kikomo, hawana tumaini tena la maisha. Naomba Bwana ukaanze na wao, anza na watu wako tena Bwana. Fungua mlango mpya kwao, fungua mawazo yao, badilisha na nia zao. Kuna marafiki imewasababishia milango zao kufungika. Baba, ninaomba hao marafiki waanguke wenyewe, waondoke wenyewe, waondoke wenyewe, wafanye uamuzi wenyewe, na waondoke katika njia za watu wako, katika jina la Yesu Kristo. Maana tunaposoma maandiko Bwana, Biblia inatuambia wakati Abrahamu alipoachana na Lutu, Biblia inasema Mungu ukaanza kuongea na Abrahamu. Umaanisha Bwana, kuna watu tunatembea na wao, wamekufanya unyamaze. Kuna marafiki ambao tunatembea na wao, mbingu zetu zimefungika. Kuna wapendwa wako na sisi, na wamekufanya Mungu unyamaze. Umekawia kujibu maombi yetu kwa sababu ya marafiki zetu. Hata wengine ni wa karibu na sisi. Lutu hakuwa mtu wa mbali, lakini alikuwa mtu wa karibu. Hata sisi leo Bwana, tufungulie macho tuweze kuona. Tufungulie macho tuweze kuona Lutu ni nani katika maisha yetu, ili tuachane nao tuende zetu.
tuweze kusikia sauti yako kwamba Mungu unasema nini. Kila maisha mikononi mwako mahali hapa Bwana. Nawaombea wote katika jina la Yesu kwamba Mungu kakutane na hitaji za mioyo zao, uzito uliojaa ndani ya mioyo zao. Naomba Mungu ukawasaidie, ukawaondolee kila kitu ikuwe nyepesi katika jina la Yesu. Mambo yanapokuwa magumu kwetu, kwako Mungu umesema inawezekana. Iwezekane katika jina la Yesu. Changamoto haya Baba iwezekane kuondoka. Changamoto haya iwezekane kupita. Pigania wanao Bwana wa majeshi. Wasaidie watu wako, waachane na uovu, waachane na dhambi. Fungua mawazo ya watu wako Bwana, tuweze kujua na kufahamu yaliyo mema katika jina la Yesu Kristo. Baba, umetufundisha kwamba sio sadaka zote unakubali. Tunaomba siku ya leo ikiwa sadaka zetu hasijawahi kukubalika, hata maombi yetu haijawahi kukubalika, God have mercy. Ambia Mungu, have mercy upon me. Have mercy Lord, have mercy. Have mercy in the name of Jesus. Have mercy, my Father. Have mercy upon somebody today. Have mercy upon somebody. Have mercy upon somebody in the name of Jesus Christ. Hurumia mtu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Maombi yote yakufikie. Maombi yote uyasikie Bwana. Maombi yote uyajibu. Kahurumia wanao katika jina la Yesu. Ni asante Bwana, maana umetenda mema. Katuahidi ya kwamba neno lako halikuji bure, bali ni lazima yatimize yaliyo mema na yaliyo makusudi yako. Asante maana neno lako limebariki mioyo zetu na imeweza kufungua macho yetu na masikio yetu, na tumeweza kuelewa jinsi tunavyostahili kukaa kwako. Tuchase na hofu ndani ya mioyo zetu, kila mmoja wetu mahali hapa Bwana. Tuchase na roho ya hofu, tukuhofu zaidi, tukuhofu zaidi. Tusisoeane na wewe Bwana, tusisoeane na wewe Jehova, tusisoeane na wewe, bali utusaidie na utuwezeshe tuishi ndani yako nawe ndani yetu. Tuwezeshe tutembee katika njia zako, tutembee katika mapenzi yako katika jina la Yesu. Baba, umesema tukikubali tutakula mema ya nchi, na mema ya nchi ni kukuwa na afya njema. Mema ya nchi ni kubarikiwa. Mema ya nchi ni kukubalika popote tunapoenda. Mema ya nchi ni afya ya miili zetu. Ni asante Bwana, maana watu wako Baba wamepata msamaha na wamepata kibali kuanzia sasa katika jina la Yesu. Tumeomba na hata kuamini. Amen. Shangilia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.